zao binafsi zilizowafanya wakipingi kile wanachokipinga ambacho ni cha kweli. Hapa tunaingia hata sisi wenye dini, watu wa leo ambao uhakika haswa nini dini inataka tunaelewa, lakini kwa sababu fulani fulani tunaona si lazima tuende kama dini inavyotaka, japo uwezekano upo. Hapa panatosha kwa sababu ya maslahi mawili matatu. Ndio maana tumegawika sana, hatuna kauli moja, kwa sababu kila mmoja anakuwa ana favorite interest yake mwenyewe anayoiangalia. Watu wakagawana waumini, kila mmoja na mitazamo yake. Basi tuungane pamoja, watu hawataki. Anahisi mimi kiungana na wale maslahi yangu yatatoweka. Hapa mimi na waumini wangu 200 mambo yanaenda sawa sawa. Nikichanganya na yule mimi sina sifa kama yule, mimi yale mahitaji yangu, maslahi yangu yatakuwa yamepotea, sikubali. Kwa hiyo yeye maslahi yake yako mbele. Kwa hiyo watu wengi wanasema na wengineo wanasema kwa lugha ile ile ya Muhammad, na wanatenda kwa utaratibu na alivyotenda Muhammad, lakini hapafikiwi ufanisi kwa sababu ya vile vitu vidogo vidogo vilivyojificha. Sasa kuna siku Allah subhanahu wa ta'ala anasema atakwenda kuwakashifu watu mambo yao yale ya kina, ayaweke hadharani, kama aya tulizopita Allah alivyosema anajua mpaka yaliyomo moyoni, yaliyofichikana zaidi kuliko siri. Kwa hiyo leo tupo tunasema, tunatenda, lakini kila anayesema anasema vizuri, huwezi kumkamata kwenye usemaji, anachosema ni sawa sawa. Hata mashekhe wakishindana wawili watatu, wote wataongea kwa aya, hadithi za Mtume, lakini hawakubaliani. Aya zinawaagiza shikamaneni, wao wanasema hilo swala muhali, haliwezekani. Haya, huyu Mola wenu anawazimu akuamrisheni jambo lisilowezekana? Kwa hiyo ikiwa hawa wasemaji wote wanasema kweli, lakini hawawezi kuwafikiana, zitakuwa ziko sababu ziko nje ya uwezo wetu, hatuzielewi. Siku hiyo mwenyewe ndo ataenda kuziweka wazi kwamba hawa walikuwa ndana hawafikiani, huyu alikuwa na sababu hii na huyu alikuwa na sababu hii, kwa sababu innahu alimun bidhati sudur, yeye anayajua yaliyomo nyoyoni, haangalii anayofanywa waziwazi. Kwa hiyo yauma yukshafu an saqin, kuna siku ambayo watu watakwenda kufedheheshwa, siri zao zitawekwa wazi, aibu zao ziwe hadharani. Wayudauna ila sujudi fala yastati'un, na watatakiwa watoe sijda moja tu, hawataweza kufanya hivyo. Khashi'atan absaruhum, macho yao yatakuwa dhalili, wanyonge sana. Tarhaquhum dhilla, ule udhalili utakuwa umewazidia, umewagubika. Waqad kanu yudauna ila sujudi wa hum salimun, wanashindwa kutoa sijida moja tu kule mbele ya mwenyewe, wakati duniani walikuwa wanaitwa sana kwenda kusujudi, wazima hawana tatizo, lakini walikataa. Kukataa kuna maana mbili. Kuna kukataa kusujudi kwa mtu ambaye hakuswali kabisa, huyu wala hazungushi vichwa watu. Lakini kuna kukataa kwa mtu ambaye aliswali, lakini nia yake hakuwa akiswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, swala yake ilikuwa na lengo jingine. Kwa hiyo hiyo siku ya kwenda kupimiwa watu amali zao, waliofanya sawa ndio watakaonufaika na kazi zao nzuri, waliofanya nje ya utaratibu au chini ya kiwango wataadhirika na watapata hasara. Kiwango kinatakiwa, quantity matters, sio quality matters, sio quantity. Allah anaangalia uzuri wa kazi zake, uzuri wa maamuzi. Waliofanya sawa ndio watanufaika na uzuri wa kazi zao. Hadha yaumun yanfa'u sadiqina sidquhum, Allah anasema siku hiyo, leo ni siku ambayo wale waliokuwa kwelini, waliofanya ilivyo, ndio ambao ukweli wao utawanufaisha. Ambao waliharibu kazi zao wakafanya mambo kwa taratibu nyingine, lazima siku hiyo wawe tofauti na watu waliofanya sawa. Kwa hiyo aya yetu tunayosoma leo ina mafunzo hayo.